Mchakato wa katiba bora, nimeliiba hilo kutoka kwako. Mchakato wa katiba bora ukaanza upya au ukarudia pengine pale ambapo uliishia. Ni mambo gani makubwa matatu ambayo vijana wanapaswa wayaone kama non-negotiable tukiuendea huo mchakato? Labda pengine kwa kifupi, alafu tutakuja kwa Mama Rosa tutaendelea. Ni mambo gani makubwa matatu vijana wanapaswa wayaone kama ni non-negotiable? Hayo ni mambo ya juu kabisa, ni muhimu kabisa yazingatiwe. Kwa mfano mchakato wa katiba bora ukianza sasa hivi. Asante. Jambo la kwanza ambalo vijana wanatakiwa kuhakikisha linafanyika, kipaumbele cha kwanza, lazima wote tukubali kwamba tunahitaji kuzungumza. Lazima tukubali kwanza tunahitaji kuzungumza. Kwa hiyo tusipeleke mashinikizo magumu yanayowakatisha tamaa viongozi wetu au kuwapa nakisi ya juu sana inayowafanya kushindwa kuzungumza. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima tutengeneze utulivu katika taifa. Kabla ya kwenda kote huko, tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji, ili wakati tunaingia kuzungumza katiba tuwe na utulivu. Leo nazungumza katiba, kuna mtu ajui mume wake yuko wapi, mtoto wake yuko wapi. Mimi leo nimekaa hapa, Mdude angekuwa pale nje, sijui Mdude yuko wapi. Hii inatuondolea utulivu. Lakini what are the non-negotiable issues ambazo ziwepo? Jambo la kwanza mimi ambalo ningeshauri, kwanza ni uwepo wa serikali ya Tanganyika, kwa sababu tayari tuna serikali ya Zanzibar. Hilo gepu ndilo linalosababisha matatizo mengi kwenye bunge, kwenye usimamizi. Kwa hiyo kuwe na mambo ya muungano, kuwe na mambo ya Wazanzibari na kuwe na mambo ya Watanganyika. Watanganyika wasimamie mambo yao yasiyokuwa ya muungano, na Wazanzibari ya kwao yasiyokuwa ya muungano, na serikali ya muungano isimamie mambo ya muungano. Jambo la pili ambalo msikubali kuliacha mikononi mwa mtu, umiliki wa ardhi. Mtu anapopata ardhi yake, serikali iwe na haki ya kupata cess, kodi na nini kwenye ukubwa wa ardhi yangu. Lakini hakuna mtu ambiwe wewe ndio mmiliki eti wa ardhi ya Mwabukusi. Kila mtu amiliki ardhi yake. Ukikuta bangi ni hoji, ukikuta madini subiri kodi yako. La tatu, jambo la tatu ambalo lazima msikubali kulichezea ni uhuru wa kufanya maamuzi. Yaani kama mtu anaweza akapigiwa kura aweze kugombea as an individual. Haki ya mgombea huru ni jambo ambalo tusilichezee. Lile ndio linaloleta uhuru wa kuwajibikaji, na ikiwezekana kuwe na crossing floor bungeni. Yaani wewe unaona chama chako kinakubana, hakitaki kusimamia mambo kwa misingi ya taifa, hama na ubunge wako kwenda chama kingine. Ile itasaidia kuleta uwajibikaji na kuondoa mfumo wa sasa ambao vyama wabunge wanachaguliwa na wananchi. Wakishafika bungeni, vyama constructively vinawakamata. Unasikia inasema kuna party caucus. Kwa hiyo chama kinakwambia hata kama bangi haitakiwi. Mimi nikupe mfano. Mimi labda natoka eneo ambalo linalima bangi, na bangi siku hizi duniani imekuwa proved ni tiba. Mimi nakuja na hoja, chama changu kinakwambia hiyo hoja usisogee nayo hapa, tutakufukuza. Mbunge, chama ni mdhamini tu, mbunge ni wa wananchi, sio wa chama. Ndio maana tunataka tunapozungumza katiba hiyo iwe non-negotiable. La mwisho, samahani, nilikuwa naomba kwenu wananchi, tusikubali tena watu wote watakaohusika na michakato ya uandishi wa katiba mpaka kuipigia kura kuruhusiwa kugombea nafasi yoyote au kuteuliwa nafasi yoyote. Wakimaliza tuwastaafishe warudi kijijini, ili tusiwe na beneficiary kwenye huu mchakato ndio unaokwamisha kama ilivyotokea 2014. Asante.
Asante sana, hiyo ya kwako. Asante sana, mnihurumie mapanelisti wangu kwa sababu kwa ninyi ni watu na waheshimu, kwa naogopa kuwakatisha. Lakini Mama Rosemary, kwako wewe, kama ambavyo niliweka ile swali kwenye content wise ya hiyo katiba bora, kwa mtazamo wako wewe unadhani ni mambo gani matatu vijana wanapaswa wayazingatie kama non negotiable, kwamba hivi ni vitu muhimu sana kwetu sisi, inabidi vizingatiwe kwa mtazamo wako? Asante, sitaki kuwasifia sana ili nisitoke kwenye vibe, lakini hongereni wale wa kanda yangu mubombile sia unyago, hongereni sana. Mimi nafikiri cha kwanza naomba niombe baada ya kikao hichi Chaso na Chadema, viongozi wako hapa, muadopt vision ya katiba bora. Tuanze kuzungumza katiba bora, sio katiba mpya. Naona mmelikubali, lakini mimi nadhani kwanza niwakumbushe, siasa ni sayansi, sio art. Kwa vigezo na masharti lazima vizingatiwe.